Amani tunayojidai nayo leo ni kwa sababu vyombo vyetu viko kazini. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine narudia kulishukuru bunge lako la 12 kwa ushirikiano mkubwa uliotoa kwa serikali katika kipindi cha miaka hii tuliofanya pamoja. Bali na kuishauri na kusimamia serikali, bunge hili ndilo lililopitisha bajeti na miswada mbalimbali ya sheria iliyowezesha serikali kutimiza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, napenda pia nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wa maendeleo, wadau wetu wa maendeleo mbalimbali kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia. Ushirikiano wao ulitupa nguvu na ari ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Hivyo basi tunashukuru sana washirika wetu wa maendeleo ambao kwa bahati nzuri Mheshimiwa Waziri wa Fedha wakati akiwasilisha hotuba yake ya bajeti ya serikali aliwataja mmoja baada ya mwingine, na mchango wao imetambuliwa na kuingia kwenye Hansard za bunge hili. Kwa washirika wetu, asanteni sana, tunawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nilianza kusema kuwa nimekuja kulihutumia bunge na kuhitimisha shughuli za bunge hili la 12 ili kuruhusu kuanza kwa mchakato wa uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani utakaofanyika Oktoba 2025. Uchaguzi ni zoezi la kikatiba na lenye umuhimu katika kukuza demokrasia nchini na kuwapa wananchi fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Katika hilo, natambua kuwa baadhi yenu hapa mmeonyesha nia kuwania tena nafasi zenu na pia wapo waliotangaza kukaa pembeni kama kakaangu George Mkuchika. Yeye ameshasema mimi jamani imetosha, na kaa pembeni. Sasa kwa wanaoendelea, niwatakie kila la kheri. Niwatakie kila la kheri, na najua mambo yamekuwa vizuri, lakini msisahau Chalamila yupo. Chalamila yupo. Kwa hiyo mwende mkafuate sheria na kanuni zote za uchaguzi. Nawatakia kila la kheri. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa serikali tumejipanga kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Na serikali itakuwa macho kipindi chote kusimamia sheria na utulivu wa nchi. Narudia, serikali, dola itakuwa macho kipindi chote kusimamia sheria na utulivu wa nchi. Nitumie fursa hii kuhimiza vyama vyote vya siasa kutoa fursa za kutosha kwa wagombea wanawake, vijana Haya, asante. Nataka nirudie hilo. Wanawake zako wanafujo. Na imani na Samia, oya. Tuna imani na raisi, oya. Samia kweli, Samia kweli,
kweli Samia. Na washukuru, Oktoba tunatiki. na washukuru wabunge, lakini mmeingia haraka wanawake. Nilikuwa nataka kusema kutoa fursa za kutosha kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kugombea nafasi tofauti za uwakilishi. Vile vile ni wasihi wagombea kuepuka matusi, vurugu au vitendo ambavyo haviendani na mila na desturi zetu kama Watanzania. Kama nilivyosema, tubishane kwa hoja na tushindane kwa ilani zetu. Kamwe tusiruhusu uchaguzi uwe chanzo cha kuvuruga amani, bali tuhakikishe inakuwa nyenzo ya kuimarisha amani, utulivu na demokrasia nchini. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo na kwa mamlaka nilionayo chini ya ibara ya 90 kifungu kidogo cha pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, sasa ninayo heshima kutamka kwa shughuli za Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimehitimishwa na Bunge litavunjwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka huu 2025. Waheshimiwa wabunge, asante. Shalamila amesikia mwezi wa 8. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, mnashangilia kuendelea kuitwa waheshimiwa wabunge, si?